Bana, mambo vipi? Bana, leo imetoka taarifa ya kamati ya uendeshaji na usimamizi wa bodi ya ligi kuhusiana na matukio mbalimbali ya mechi ambazo ziko chini ya bodi ya ligi kuu ambayo inasimamia michezo tofauti tofauti. Sasa mambo yamekuwa mengi, maoni yamekuwa ni mengi kuhusiana na kile ambacho kimetolewa, and of course moja kati ya mambo makubwa ambayo yametoka leo ni kuhusiana na adhabu ambazo zimeainishwa. Utakumbuka mechi ya Pamba dhidi ya Simba ambayo ilifanyika CCM Kirumba. Mechi mara baada ya kumalizika, mashabiki wa Simba inasemekana walifanya fujo ya kuweza kumrushia ama kuwarushia waamuzi chupa. Sawa bwana, chupa za maji and all that. Kwa hiyo bodi kupitia kamati yake ya uendeshaji imekuja na tamko kuhusiana na mashabiki wa Simba kwa kile kitendo ambacho walikifanya. Wamepigwa fine klabu ya Simba milioni 10, kwa sababu pia si mara ya kwanza. Kwa mujibu wao, kitendo hiki pia kiliwahi kufanyika mwezi wa pili, mwezi uliopita tu hapa, mwezi wa tatu limejirudia tena. Kwa hiyo shilingi milioni 10 zimetoka kwa upande wa klabu ya Simba. So mimi na concern moja kuhusiana na hili jambo. Nafikiri hakuna mtu ambaye anataka kuona vitendo vya namna hivi vinafanyika. Hakuna mtu ambaye anataka kuona vitendo vya namna hivi vinafanyika, lakini kuwa hukumu wale mashabiki moja kwa moja kwamba walikuwa ni wa Simba, sidhani. Na mechi yenyewe ilikuwa ni ugenini. Kweli mashabiki wa Simba walikuwa ni wengi, lakini kuhukumu moja kwa moja kwamba wale ni walikuwa ni mashabiki wa Simba, nafikiri kuna haja pia ya kuweza kwenda mbali zaidi, sababu timu ilikuwa ugenini. Na mashabiki tunavokaa hapa, watu wanachangamana, mashabiki wa timu tofauti tofauti. You never know, inawezekana kuwa kuna mashabiki wengine wa klabu zingine labda wameamua kutumika, ama kweli ni mashabiki wa Simba. Kwa hiyo nafikiri bodi pia ili jambo tunapaswa kuliangalia kwa jicho lingine, kwa sababu wanaweza kaingia watu wawili watatu wakaamua kwenda kufanya vurugu, kwa sababu wanajua tu timu fulani ina nafasi ya kuadhibiwa, basi inaadhibiwa. Kwa hiyo hatuhamasishi vitendo vya namna ile kwenye michezo, lakini kuna haja ya kuweza kuangalia zaidi kuhusiana na matukio ya namna hii. But apart from hilo, pia nimeona taarifa ya mechi ya Yanga bwana, ambao walikuwa wanacheza na Mtibwa, mechi ambayo ilimalizika pale Dodoma. Mechi ilimalizika juzi hapa, ikaja na maneno kibao. So taarifa yake pia imetoka leo. Jambo la kwanza ni kuhusiana na mchezaji wa Yanga, goalkeeper Djigui Diarra, amefungiwa michezo mitatu na fine ya milioni 2 kwa vurugu ambazo alimfanyia mwamuzi. At the same time pia amepigwa fine ya milioni 2 nyingine kwa kitendo cha, of course ni I don't know niweke kwenye mazingira gani, ni kama alitukana, so kama ndio ilivyokuwa by the way. Kwa hiyo kamati imeadhimia pia atoe milioni 2. Kwa hiyo fine ya milioni 4 na kufungiwa michezo mitatu. So binafsi mimi nafikiri adhabu imekuwa ndogo. Adhabu imekuwa ndogo. Kwa nini? Watu wanaweza kauliza kwa nini? Si kwa sababu labda ni chuki binafsi, no. Diarra ni moja kati ya magolikipa bora kabisa ambao tumewahi kuwashuhudia kwenye ligi yetu, nafikiri kwa miaka mingi sana. Kinachotokea hapo, kwa sababu mimi pale naona yale ni makosa mawili tofauti ambayo pia ilipaswa kuwa na adhabu ambayo itasababisha matukio yale yasifanyike tena. Lakini si mara ya kwanza pia kuona Diarra anafanya vitendo vya namna ile, vitendo vya kuwa provoke waamuzi. Ameshafanya sana na adhabu zilikuwa hazitolewi. Kwa hiyo nachoweza kusema ni kwamba kilichotokea hakikuwa kitendo kizuri kwenye michezo. Diarra ni golikipa mkubwa mzuri, nafikiri alikuwa anaweza kureact tofauti na kile ambacho alikifanya siku ya mchezo against Mtibwa. Umeshaelewa, yale matukio mawili ni matukio ambayo hayapaswi kuweza kuonekana kwenye mechi zetu, sababu sasa hivi ligi yetu inakuwa. Kwa hiyo ukikutana na matukio kama yale, obvious ni mambo ambayo ya kusikitisha sana. Kwa hiyo nilitegemea
angalau kila tukio pale lingekutana na adhabu ambayo ni kubwa zaidi ya ile. Yani mechi 3 binafsi yangu naona ni mechi chache. Of course inawezekana angefungiwa mechi 3 labda kwa sababu ya issue ya mwamuzi, lakini issue pia ya kutukana nafikiri ile ndio ilikuwa issue mbaya zaidi pengine hata ile ya mwamuzi. Lakini all in all nafikiri ili linapaswa kuwa fundisho sio kwake tu, kwa mtu mwingine yoyote, mchezaji mwingine yoyote, kwa sababu hatuwezi kuendelea kushuhudia matukio kama haya na kuyatengenezea mazingira yaonekane kama ni matukio ya kawaida. Kwa hiyo hilo limetokea kwa Diarra, linaweza likatokea kwa mtu mwingine. Nafikiri kamati za uendeshaji zinapaswa kuona zinatengenezaje kanuni ambazo zinaweza zikawa nzito kuhakikisha haya matukio yanamalizika kabisa. Mechi ikimalizika imemalizika, basi matukio mengine yaweze kufanyika. Issue nyingine nimeona ni issue ya mwamuzi wa ule mchezo, ameshushwa kabisa daraja. Kwa taarifa inasema ni kwa sababu hakumwadhibu Diarra, kumpa kadi Diarra kwenye ule mchezo. Kumshusha mwamuzi daraja kwa kitendo cha kusema hakuchukua hatua stahiki, binafsi yangu pia sidhani kama ni sawa sana. Ni kweli alipaswa kureact mwamuzi, lakini kumshusha kabisa daraja kwa sababu alionyesha busara, sidhani kama angeweza kupewa onyo, angeweza kusimamishwa mizunguko 2-3, lakini kumshusha kabisa daraja nafikiri kwake imekuwa ni adhabu kubwa sana. Ukilinganisha pia yeye ndo kafatwa, amekuwa provoked na vitu kama hivyo, nafikiri amepata adhabu kubwa pengine kuliko hata mtu ambaye alienda kumprovoke. Kwa hiyo binafsi yangu nafikiri kwa mwamuzi adhabu ya kumshusha kabisa daraja kutoka Premier League mpaka ligi ya chini, nafikiri imekuwa ni adhabu kubwa sana. Line 2 naye pia ameondoshwa kwenye baadhi ya mizunguko. Ni sawa kwa sababu alikataa movement ya Yanga ambayo ilikuwa sio offside. Nafikiri kwake yeye hakuna excuse, kwa sababu alipaswa kuwa makini zaidi ya kile ambacho alikiamua. Ile movement haikuwa offside na Yanga walipaswa kufaidika na ile movement, yeye akazuia shambulizi, amesimamishwa kwenye baadhi ya mizunguko. But all in all bana, hizo ndio kuhusiana na taarifa ya hiyo kamati ya uendeshaji ambayo leo imekuja na mkika wake na matukio mengine. But tutaendelea kupeana update zaidi kuhusiana na kile ambacho kinaendelea kwenye upande wa football na maoni huru. Haya ni maoni huru bana kuhusiana na mambo mengine ambayo yamekuwa yanaendelea. Mimi naitwa Kambiaso, tutakutana tena siku nyingine hapa kwa ajili ya kupeana updates ya nini ambacho kinaendelea kwenye upande wa kimichezo.